أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده سبحانه وتعالى وهو المحمود بكل لسان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب يوم الحساب. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأستاذنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور حبيبنا محمدا صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم ونفسي خطيئة بتقوى الله عز وجل. بادروا بالتوبة والإقلاع والكبر والرياء. قرب الرحيل ونحن عن الطاعات الرافلون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Béni et exalté soit-il Allah. Nous le louons de toutes les belles louanges et nous implorons son assistance et son pardon. Et nous nous réfugions auprès d'Allah contre les méfaits de nos âmes et ceux de nos œuvres que nous commettons à chaque instant de notre vie. Celui qu'Allah guide n'a personne pour l'égarer. Et celui qu'Allah égare
na personne non plus pour le guider. Tumeanza kumshukuru Mwenyezi Mungu mfalme. Tunataka usaidizi kutoka kwa Allah kutokana na shari ya manafsi zetu na matendo yetu. Tumemkosea Mwenyezi Mungu siku kama vile mchana. Yule mwenye atapata neema na bahati ya kuongozwa na Allah, huwezi kumpata mtu kumpotesha siku hata moja. Na yule mwenye Allah atampotesha, huwezi mpata pia mtu kumuongoza siku hata moja, hata kama anahubiriwa Injili, Taurati, Zaburi wa Furqan, hawezi kuongoka siku hata moja. Na nani ndiye Mwenyezi Mungu amempotesha? Mwenyezi Mungu amempotesha yule yeye mwenyewe kwanza anakusudiwa kupotea. Amekamata Qur'ani ya Allah na hadithi ya Bwana Mtume Muhammad, ameitupia mgongo. Mwenyezi Mungu akimlipa nia yake, hata kama dunia nzima na muhubiri, hawezi kuongoka siku hata moja. Ala tutie mbali na watu kama hawa. Allahumma amin. Amin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la shahadatan tunajji qailaha min adhabi yawm al-hisab. Je certifie donc et témoigne par ma foi qu'il n'existe pas d'autre divinité véritablement adorable en dehors d'Allah. Seul adoré et adorable, il n'a ni confident ni associé. Pas d'égal dans sa majesté, Al-Wahid Al-Ahad, le seul, l'unique. Nanzimina motema, penalobina munoko ete, ya solo oyo asengeli kobonde la malibanda ya Allah, azalite azaye mei, na bonzabe na ye. يقول رسول صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة اللهم اجعلنا منهم. Le prophète Mohammed nous dit ceci: quiconque trouvera la mort dans l'associationnisme n'a pas d'autre place que l'enfer. Qu'Allah nous épargne, Allahumma amin. Et quiconque trouvera la mort sans pour autant tomber dans l'associationnisme n'a pas d'autre place que le paradis. Qu'Allah nous fasse parmi ces gens-là. Allahumma amin. Mtu ametuambia wowote mwenye atafariki na hali anatola ukubwa ya Mwenyezi Mungu, anampatia mwanadamu, anampatia malaika, jini ama kitu, kifo kimpata na imani kama ile, hata kama alienda hija, alijenga msikiti ya aina gani, hana fashi nyingine isipokuwa motoni. Mungu atupishe mbali. Allahumma amin. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa ustadhana wa mukhrijana min adh-dhulumati ila an-nur habibana Muhammadan sallallahu alayhi wa alihi wa ashabihi ajma'in. Je témoigne en outre que notre patron, notre bien-aimé, lui qui nous a fait sortir des ténèbres de l'ignorance vers la lumière parfaite, n'est tout autre que son prophète Muhammad. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient largement accordées à ce grand messager universel d'Allah, à sa famille, à ses disciples, ainsi qu'au reste de tous les musulmans qui auront âme et cœur soumis jusqu'au jour de la rétribution, jusqu'au jour de la fin du monde, jusqu'au jour des comptes. Amen. Qu'Allah exauce notre prière. Shahada yetu ya pili ni kusema ya kwamba mtume wetu mbora ya viumbe mwenye ametutosha kugiza na kutupeleka kumwangaza kwa ruhusa ya Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu, si mwingine yeye ni Nabii Muhammad. Salama, rehma, baraka na amani zimwendee kwa wingi, jisikomee kwake, ziwafikie maswahaba na mtume, Waislamu wakati wa Bwana Mtume, sisi leo, kesho watoto yetu, kesho kutu wajugu yetu, hadi vile kiyama itasimama. Amen. Mwenyezi Mungu atukubalie dua. Amin. Ayuha nasu usikum wa nafsi khati'atan bi taqwallahi azza wa jalla. Cela étant dit, j'interpelle donc toutes vos personnes, y compris ma pauvre personne pécheresse, à la crainte sincère d'Allah. Na pesi binotolinde kuna musulman na bosanite molimo nanga oyo ezana masumu koleka milimo na bino nyoso to banga nzambe ya solo ya kobanga nzambe. Oza yo moko banga nzambe, oza kati ya batu banga nzambe, toyeba ete mukolo moko tokozonga epa ya nzambe, pe biso baso tokostuna na maso oyo tosala. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ametuambia, sachez qu'un jour vous retournerez vers Allah
et vous répondrez compte de vos actes. Mtume ametuambia tufahamu kuna siku tutarudia kwa Mwenyezi Mungu, kullu man alayha fan, tout ce qui existe est appelé à disparaître. Biso banso awa tokokufa, tokosekwa, pe tokosambisama na maso oto sana na mokili oyo. Nzambe atinda ba anzelune na mawanae bapesa biso buku na maboko ya mobali mukolo ya suka tanga kosekwa tozala elongwe ba oyo bakote na kati ya lola. Amen. Nzambe anzamisho mabondeli. Khutubatna liyawma inshallah. Notre prédication de ce jour inshallah portera sur un des versets du Coran. Leo akituwezesha Allah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, mazungumzo yetu, hutuba yetu itasimamia aya moja ndani ya Qur'an. Lelo soki Nzambe alongisi biso mateya na biso masolo na biso ya lelo ezo solola sur moko ya verset ya kati ya Qur'an baada isti'adhati wal basmala, kisha kumlani shetani na kwa jina ya Allah tumeanza. Ametuambia idi'uni astajib lakum. Allah nous dit dans le Saint-Coran, idi'uni astajib lakum, invoquez-moi Allah et je répondrai. Mwenyezi Mungu anasema muniombe mimi Allah nitawapatia majibu. Oezali promesse Nzambe apesi na kati ya buku esantu na ye sengae manso olingi ya halal Nzambe akopesa yo biyano. Nabi Muhammad ametuambia même si l'humanité entière s'est coalisée pour faire de diverses demandes à Allah et que Allah répondrait favorablement à leurs demandes, il serait retranché qu'à l'exemple d'une aiguille plongée dans l'eau. Mtume amesema ikiwa dunia nzima, watu wote ya dunia, majini wote, masamaki yote, manyama yote, maruhani yote, nyota yote, jua yote, chochote yenekuwa duniani ikimuomba Allah, kila mtu anaomba besoin extreme yake. Chaque mtu asengi besoin ya likoloko lekaba besoin nyos mokili mobimba ba anzelu nyos, tout ce qui existe esengi Nzambe. Na Mungu anasema nikijibu kwa kila mtu, mfano yenye natoka ni kama wende kaseni na shindani, ingisha shindani kumai ondosha ile gutelet shindani na beba, njo Mungu anajibu dunia mzima, na ile inabakia ndio inabakia kwenye mali ya Allah jalla jalaluhu. Ametuambia idi'uni astajibu lakum, bosi ngai Nzambe na kupesa bino biyano. Pona nini Ramadan 3 Ramadan tolobi Nzambe alobi ete na ngonga wana porte nyonso ezali polele losambo nyonso kosenga ya halal Nzambe akonzima. Lakini wengine waishaomba maombi mwaka 10 ya Ramadhani hakuna jibu. Kwa nini? Astaghfirullah. Ni Mwenyezi Mungu ndio mwenye hakamilishe jibu ama ni sisi ndio tuko sababu ya majibu tushipate? Tangu Nzambe abuka kalokutate na promesse na ye alobito senga yako pesa biyano, même si mokili mobimba esengi Allah apesi yano eza lokola okena tonga na ebale oyo otie na ebale tonga oyo memi nde Nzambe apesi biyano ya mokili mobimba. Siko pona nini ngai o nazoloba na 10 ans losambo na ngai ndima makate yo ozo kanga oza peut-être na 20 ans Nzambe ndima makate, alors que Nzambe lobi idi'uni astajibu lakum, bosi ngai Nzambe na kopesa bino biyano. Nzambe alimbisa biso yende azoko kisa maloba na yete to biso nde toza à la base promesse ya Nzambe ezali kolona biso te. Ala atupatie lolimi nyepesi na fungule moyo yenu ipate fashi. Allahumma amin. Minal qalbi ila alqulubi, neno kitoka kuroho kwa imani inapata fashi kuroho. Ala tuvunje ria yote, atoshe na ikhlasi na fungule moyo yenu ipate fashi. Allahumma amin. Kana Ibrahim ibn Adham yamshi fi aswaq al-Basra fajtama'a an-nasu ilayhi faqalu lahu sami'na qala Allah fi al-Qur'an al-Karim id'uni astajib lakum wa nahnu nad'uhu mundu. Et nous l'avons autant adoré Allah. Falam yustajabu du'ana. Mais il n'a jamais répondu à nos prières. Ibrahim ibn Adham ni mmoja ya wajuzi kumngini ya Iraq. Aiko tembea kwenye soko. Baada ya kutembea kwenye soko, habari ikakuja kuna mjuzi mmoja mwalimu katembea kule. Waliwia thamani ya mwalimu. Mtume Muhammad ametuambia an-nadharu ila wajhi al-alimi sadaqa. Kutizama uso ya mwalimu ni kama mwenye anatoa sadaka. Hayampatia pesa ya moto,
hauyamsumulisha, unatizama uso yake, Mwenyezi Mungu akuandikia kama unatoa sadaka. Sasa wakisikia habari ya kwamba mjuzi Ibrahim ibn Adham anatembea sokoni, fajtama an-nasu ilayhi faqalu lahu, les gens se rassemblaient autour de lui et lui parlent. Batu basangani pene ya Ibrahim bayebi sieboy, sami'na qala Allah fi al-Qur'an al-Karim, id'uni astajib lakum. Nous avons appris, nous avons écouté dans le Saint-Coran, Allah nous a donné la promesse en disant qu'on l'évoque et il nous exaucera. Alors que nous l'avons invoqué tant d'années, mais aucune réponse favorable. Toyoki nzambe alobi na kati ya Coran, tosenga ye akopesa biso biyano. Tosengi ya ndenge na ndenge, tozwaka biyano te. Nani oyo akokisi maloba te nzambe to biso. Sasa hii ilifanyikana wakati ya Ibrahim ibn Adham kuyo nchi ya Iraq. Na hapa tuko kubunya ku msikiti Takwa ya Madina ya vile. Sasa ni sisi tunamuuliza Ibrahim ibn Adham, kwa nini hatujibiwe? Mimi mwenye kuzungumuza niko na madua nishakaomba mwaka 10, sipataki bajibu. Wewe mwenye pia uko pale uneshaomba mwaka 10, haupataki jibu. Kwa nini hatupate jibu? Na hali Mwenyezi Mungu anasema id'uni astajibu lakum. Allah nous dit invoquez-moi et je répondrai. Senga nzambe nyos pe akopesa nyoso sengi selon Coran ilobara lokutate. Siko pour nini tozozo nanu réponse te. Kwa nini hatujibiliwe? Ibrahim ibn Adham akasema, sikia nzuri, muda ni kidogo, tutatoa masababu chache. Akileta sababu 10 yenye hata unaomba dua Mungu atasikiaka. Ezana makambu zomi oyo hata usengi lo sambu ndenge nini nzambe akoyoka kango jamais. Tant que makambu zomi wana ozana ngo. Ngongo ezali muketo ko numéro 5 to 4 na makasi nzambe. Ya ahlal basar, matat qulubukum ala 10 ashiya'i kayfa yustajabu du'aakum. Oh vous les gens de la mosquée de Takwa, vos cœurs souffrent de 10 plaies. Comment Allah peut-il exaucer positivement vos prières? Alors bibo ebiso batu ya mosquée ya Takwa, molimo na biso ezana pota zomi, ndenge nini nzambe akopesa biso biyano? Namna gani tutajibiliwa kumadua zetu na hali tunabeba kilonda 10 ndani yetu tumetembea nayo? Ukawa na kilonda moya, wallahi utajibiwa dua yako paka vute ingia mwana ndani. Al-awwal, ya kwanza, araftumullah falam tu'ti wa haqqahu. Anasema, vous connaissez Dieu mais vous ne lui rétribuez pas son droit. Mmemjua kama mwenye aliniumba ni Allah jalla jalaluhu, lakini haki ya Mwenyezi Mungu atutoe. Mwenyezi Mungu anakupatia riziki, unashinda kutoa haki yake, lakini unapenda Allah akujibu. Wallahi, yule mwenye kuwa na haki ya Mwenyezi Mungu, mfano zaka, mfano sadaka, amekataa kutoa kwa ajili ya Allah na ni haki ya Allah, hataomba dua miaka na miaka, Allah hata mjibiaka dua yake siku hata moja. Sio Allah ndio mwenye anakatala kujibu, lakini tabia yako mbaya ya kuzuia haki ya Allah inafanya dua yako isikubaliwe. Alobito yebi nzambe oya kelaki biso nde Allah. Dua ya nzambe asenga ka chaque fin d'année, ou asenga ka chaque vendredi, ou asenga ka pa babola ou bazana porte wana. Alobito yebi nzambe nde Allah. Mais dua ya nzambe to pesa kate, mutu oyo azana makoki ya kopesa zaka, mais apesa na zakate, mais alingi bokono oyo azana ngo nzambe abikisai. Alobi okosenga lo sambo ata 20 ans, nzambe akudimaka te, tanki nanu opesi na nzela ya nzambe te oyo nzambe apesa kiyo. Ukipenda Allah akujibu kosa moja, tizama kwanza haki ya Mwenyezi Mungu unatowaka. Ukisikia zaka ni haki ya Allah amesema toa kama uko nao. Ukisikia sadaka ni haki ya Allah amesema toa, wapatie wa maskini wenye kukaa kwa mlango. Uwapatishie, c'est pas négociable, c'est le droit d'Allah, que tu le veuilles ou pas, tu es obligé de faire le monde pour que Allah exauce ta prière. Ili ala kujibu kilonda ya kwanza, balil insanu la nafsihi basira. Chacun de nous est témoin perspicace contre soi-même. Yo yebi ke nazanga na mosolo mena bimsa njira nzambe te. Wallahi usimshiki mtu atamwa mlozi. Ama usiseme ya kwamba ule shesha anaombea dua lakini shiponaki. Tosha tu haki ya Allah, naomba dua, id'uni astajibu lakum. Mwenyezi Mungu anasema uniombe nitalipa, kwa sharti anza kwanza pia kuleta haki yangu. Hii ni ya kwanza. Ya pili, qara'atumul kitab wa lam ta'malu bihi. Vous lisez les saintes écritures mais vous ne les mettez pas en pratique.
Anasema kitabu ya Mwenyezi Mungu Al-Qur'anul Karim tumeisoma usiku kama vile mchana, lakini mambo yenye ndani ya Qur'an hatuishikamani nayo. Mwenyezi Mungu atuambia inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaba mawquta. Hakika swala kwa waaminifu inaweka kwa wakati maalum. Sasa mtu amesali mara 5 lakini kwa wakati yeye anataka. Salati subuhi anasali na 7h, salati dhuhuri anasali 14h15, salati lansi anasali 17h, magharibi 19h, isha 23h bila dharura. Lakini anamwambia Mwenyezi Mungu nakuomba unibarikie nimalize nyumba yangu chantier. Wallahi hautamaliza kama mambo yenye ndani ya Qur'ani hauyasimamisha yao. Hii sio maneno yangu, ni maneno ya mjuzi Ibrahim ibn Adham, amewaambia watu ya Basora, na mimi leo tunafikishiana kwa watu ya takwa. Allah atuwezeshe swala yetu kubaliwe, ibada yetu kubaliwe, na dua yetu kubaliwe. Allahumma amin. Amin. Ya mibale sokyo yebyo zalaka elongo ya baoyo batanga ka Quran, mema kambo ezana kati ya Quran batia kango en pratique te. Okolela nzambe 20 ans aussi sanda kuna yuko silate okolela nzambe ozo eloko songolo pakala okozwa te alobikara atumul kitaba wala mta'amalu bihi. Vous lisez les saintes écritures mais vous ne les mettez pas en pratique. Totanga ka Quran nzambe alobi lo sambo mitano na ngonga mitano o nzambe atie yo sambe limba la mitano na ngonga na yo oyo lingi okolela nzambe butu lokola moi nzambe malade na ngaya makolo etungisinga na bika okobika te nzambe nde akokisi promesse na ete mais yo moko nde obuki promesse ya nzambe eko kama ikolo na yote. Allah tukubalie ibada yetu na tukubalie dua yetu. Allahumma amin. Amin. Balili insanu ala nafsihi basira. Kila mtu achunguzi, sababu ni 10 tu. Na wallahi kama ujibi wake utasema hii kweli ni yangu. Soki uzorabiano na makamuna yote oyeza yanga. Oyeza yanga. Upende usipopenda itakuwa lazima, sio uongo. Wa thalith ya tatu akaltum ni'mata rabbikum falam tashkuru lahu. Combien de fois Allah vous a-t-il béni et combien de fois lui avez-vous dit une seule fois merci? Anasema mara ngapi Mwenyezi Mungu ishaka ufungulia kwanza, ishaka kubarikia, mara ngapi ushaka shukuru? Mpaka leo mwanadamu kwa sababu ya choyo anashinda kuitika neema yenye Allah amemfanyia, amejiombea peke dua mbaya. Mtu alhamdulillah atoka Mungu walo Mungu amfungulia. Unamuuliza mzee habari ya kazi kule, anaona wakasema mzuri utamulomba, asema siku hii kazi haiendeki na Mungu anakufungulia. Wallahi unajiombea dua na Mungu anafunga. La in shakartum la azidannakum. Mungu anasema mkinishukuru mimi tawafungulia na mkikatala neema yangu nitafunga. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Allah nous dit et quant au bienfait de ton Seigneur proclame-les. Bolamu onga na salelio pazasam. Habari ya Mungu walo namshukuru Mwenyezi Mungu tulikuwa tabani lakini hii masiku Allah amefungula. Mungu anaongeza riziki. Abala Mungu masiku itabani ya ubani na Mungu anafungula kwa sababu ukisema unapata Sheikh Salum atakulomba unafunga mkono ya Allah na Allah ananyangana kidogo yenye kupatia kisha unasema nishaomba dua tena ifungulikane haifungulikani. Akaltum ni'mata rabbikum falam tashkuru lahu. Mwenyezi Mungu anaturuzuku usiku wa mchana lakini kushukuru ya bure haiko. Kushukurani ni njia mbili. Shukurani ya kwanza ni kusema ta, ukashinda kutoa eleza ta. Na kumi si nzambi lobi na zaki bokono malade, melolo na tambuli. Mungu anapenda ta ya domo. Kama hata unashinda kusema, fanya basi praktiki. Mtu msusa alobakate meastali musala. Ameikala tu hivi, tunafanya hizi hapa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kamata $200 kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, asema mtu Mungu ambarikie. Sasa unashinda kutoa, unashinda hata kuzungumza. Hauishie pale, unajiombea dua mbaya kwa sababu ya nini? Bashikulombe. Masiku maisha na kangala. Wallahi umejiombea upeke dua mbaya. Ukiomba dua, Allah hata kubali siku hata moja kwa sababu ekupatia kidogo unashinda kushukuru. Asiye shukuru na kidogo hata unampatia nyumba hata shukuru. Celui qui n'est pas reconnaissant dans les petites choses ne sera jamais dans les grandes. Mutu oyo azai kolobela merci na 1000 francs atopesi $100 roba merci te. Akisema merci ni munafiki. Sasa Mwenyezi Mungu anasema, Ibrahim anasema mara ngapi Allah aisha turuzuku na mara ngapi tushamwambia Allah shukrani, asante Mwenyezi Mungu kwa riziki umetupatia. Kila mtu anafichika mkono ya Allah. Sisi wote watu tutabani. Ukimuuliza mtu habari ya masiku hali Jumatata kwa kuogopa tu usimlombe. Subhanallah, itika mkono ya Allah na bakakulomba sema shina, lakini itika kwanza kama Allah amekupatia, ukakuwa na tabia kuitika, Allah atakuzidishia. Na ukakatala utaomba dua haitakubaliwaka siku hata moja.
Allah tusamee kwa kilema mbaya tuko nao sisi wote. Allahumma amin. Amin. Alobi nzambe apambola biso mbalaboni onde ba raison ya losambo edima makate. Nzambe asa lobi to senga ye akopesa biyano. Soki biyano ezali te eza nzambe te ezaka biso moko. Ezaka di makambo na kombo ya nzambe soko udima ozora réponse ba losambo na ote okomikuta awa. Okomikuta awa bi o wana troisième eza yanga. Même si ozana pota kaka moko eza makasi nzambe nzimelo losambo na. Arabio yaine اشتغلتم بعيوب إخوانكم ولم تنظروا بعيوب أنفسكم. Allah Akbar. Vous vous empressez à dévoiler les mal commis par vos frères et vous cachez les vôtres dans vos seins. Anasema tunapupiaka kuaibishana kutosha uchafu ya wenzetu na tunafichika tabia yetu mbaya tuko nayo. Ukisikia mwenzako na Teresa huko wa kwanza kuimba, hauna habari aisha iba, hauna habari aisha zini, hauna habari amebesha mimba, unamtembesha mwenzako popote. Wallahi yule mwenye kwa tabia kumwaibishaka mwenzake kwa ubaya yenye anafanya ataomba dua ala atakubaliaka siku atamoe. Nabii Muhammad anasema idha aradta an tadhkura uyuba ghayrik fadhkur uyuba nafsik. Lorsque vous voulez humilier votre frère, pensez d'abord à vos négativités. Si vous trouvez vous êtes saint, alors passez à l'action, et si vous trouvez vous êtes pécheur comme lui, taisez-vous. Mtume Muhammad anasema ukipenda kumwaibisha mwenzako kumbuka ndio uchafu yako. Ukijikuta wewe mtakatifu huna dhambi umwaibishe, lakini ukijikuta wewe vile una dhambi unafanyaka Mungu anakustiri yako yatoka nje. Chunga lulimi yako. Anaiba haujaibaka kwa kazi, haujaibaka kwenu. Anafanya uzinifu haujazifanyaka uzina. Anafanya hivi, kwa nini unamwaibisha mwenzako? Hata kama ni kweli mtu anakataza usimwaibishi. Islam boy oyo kisa moninga soni même si azana mabe wana. Anasema umuite mwenzako mwenye kuwa na ubaya ili umwambie hii mambo mtume anakatala, badilisha. Kama mpatanake pitia shehe, pitia mzee, pitia fulani, umwambie kwanza ule shehe ya kwamba anatubilia mzuri lakini tabia ya pombe inapita. Pombe ni haramu. Umwambie aache, alhamdulillah. Njoo vile si mnapenda. Lakini mimi Mungu anipishie mbali ni mlevi. Na wewe unajua ni mlevi, unanitembesha habari popote ya kwamba mimi ni mlevi, wallahi utaomba dua usiku wa vile mchana Mungu hata sikia. L'Islam inakataza kuaibishana. Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallama ametuambia man ghayyara akhahu bi dhanbin lam yamut hatta ya'malahu. Quiconque humiliera son frère du mal qu'il a l'habitude de faire ne commettra point jamais la mort jusqu'à ce que Allah l'humiliera même s'il le fait les siens sous son lit. Mutu oyo akoyokisa musulman soni na mabeo ya salaka obomeliete obimisie polele okokufa te nzambe akobimisa pe polele na oyo salaka. Nani mwenye mtakatifu kati yetu hapa? Kullu bini adam khata yakulu rasul. Tout fils d'Adam est pécheur. Sisi wote ni watenda dhambi. Ukinisikia mimi niko na dhambi ya uzinifu, kia kunishauria, pita kwa shehe fulani aache uzinifu, Mungu anakatala. Ukimsikia fulani una dhambi ya kuteta, umshaurie. Lakini ukimuimba, mnamwona ule shehe muzinifu, usisali nyuma yake, wallahi hautakufa paka Mungu atakuaibisha yule unafanyaka yako. Kwa sababu wewe una dhambi tele. Mwenyezi Mungu atustiri hapa tuko. Akionyesha maitrokalo, nzambe swala kisi vrai couleur na ngabo kitisanga. Usheshuka au istahili kutuhubiri. Na Mwenyezi Mungu akanionyesha mie ninione ni wallahi sitahubiri kwa sababu laani na shura angalia mazambi napita sitaweza kujibulia hata dhambi hivi. Na nini pia mtakatala mimi nihubirie mtu ya dhambi. Kumbi Mungu anamstiri mtu woshe ende kumfutua. Nzambende abombi mtu wana yoko kende kubimisa polelete. Pesa conseil soki ezale nayo kobimisa mabe ya batu polele yonde specialiste wonjo mtakatifu wallahi hautakufa. Mtu anatuambia man ghayyara akahu bi dhanbin lam yamutu hatta ya'malahu. Mwenye kumwaibisha mwenzie kwa dhambi anafanyaka yeye pia hata kufa paka Mwenyezi Mungu atamwaibisha kwa dhambi anafanyaka hata anafanyaka yao tahta saririhi. Hata anafanya dhambi chini ya kitanda hata kufa paka Mungu atatosha. Oyo mtaloba akishana za muzinifu nzoka yaza nde moibi paka utaibika mbele ukufe na watu watashahidia. Sasa ukakuwa tabia hii ya kutoshaka uchafu ya wazako nje,
ufahamu utaomba dua miaka na miaka, utastaki bashe bote habajio kufanya dua, utastaki fulani njoo mulozi, kumbi tabia yako wewe mwenyewe inakuwa sababu ya kufungia dua. Allah tusamee na tuongoze, tuache tabia mbaya ya kuaibishana hivi. Allahumma amin. C'est ça nos comportements des gens de Bunya. Hii ndio tabia yetu watu ya Bunya. Mtu ananunua 1 giga kwa sababu ya kumwaibisha mwenzake. Hauna habari Aisha afanya hivi. Jameni, kwa nini kisha kamaona yule mwenzake salamu alaykum anamchekesa? Subhanallah. Anta munafiq, innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Wewe utaingia moto zaidi ya Firaun. Qur'an ndio inasema mtu ya tabia hii. Aquli qali hadha astaghfirullahi azim li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق فهو الإسلام ليخرج الناس من الظلمات إلى النور وأن يعبدوا ولا تشركوا به شيئا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب يوم الحساب. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأستاذنا مخرجنا من الظلمات إلى النور حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم. أما بعد أيها الناس أوصيكم ونفسي خطيئة بتقوى الله عز وجل. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد السعادة والبسملة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, lui qui a envoyé son prophète dans la religion des droiture. Cette religion n'est tout autre que l'islam. Yaqulu Allah fil Qur'an al-Karim, inna dina 'inda Allah al-Islam. Kila sifa zote ni yake Allah. Yeye mwenye mtume Muhammad. Sasa na dini ya kweli na ile dini ndio Uislamu. Mwenyezi Mungu anatuambia, certes la religion que Dieu agrée c'est l'islam. À part l'islam, c'est la perdition. Libanda ya Islam wallahi liferu. Nous ne jugeons pas, mais c'est le Coran qui lui parle. Inji ya dini ya Kiislamu ni moto. Ndio Mungu anatupenda atuambia, ya alladhina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oh vous qui avez cru, craignez Allah de la manière dont il doit être craint et ne mourrez qu'en état de vrais musulmans. Mungu anasema sisi waislamu yatakwa Madina tumogope kweli. Ya kweli na mstahili kuogopewa. Tusikufe paka tuko waislamu kamili, kwa sababu tunakufa waislamu mzabzabina tunaingia motoni milele. Mungu atusamee na tupushi mbali fazi mbaya ile. Allahumma amin. Demandez toujours à Allah, Allahumma innana nas'aluka husnal khatima. Oh Allah, nous te demandons de nous accorder une fin pieuse. Ndelo sambo ezanga rate. Nzambe na sengio pesa masuka ya malamu. Mungu niwe kumimbari, ku Qur'ani, Mungu niwe ku amali moya swali. Hapana Mwenyezi Mungu niwe kuzina, kupombe, kwa kuteta. Ile yote ni mbaya, ala tupishe mbali. Allahumma amin. Leo tumezungumzia aya. Allah nous a donné une promesse. Allah ne faillit jamais à sa promesse. Il nous a dit dans le Saint-Coran qu'on l'évoque et il donnera la réponse, il nous exercera. Nzambe abuka kalokutate alobito senga yako pesa biyano ngai ona zolo banazala badua mususo wata 15 na zobiano te yo peta mususo na wata 17 ozobiano te nani yakosi nzamba dimisa biso nzambe to biso nde bizale na biso eza à la cause doit endimamate eza 10 raisons to patika ka minna ingongo ezali muke na minna iwana motema na yo eyebi soki oza na kati soki oza na kati yango ne cause ya losambo endimamate. Changer comportement bongisa bapota wana wallahi okozwa biano po profeta lobi mokimo basoki esengi nzambe pe apesi eza lokola tonga otiena embale oyo tonga ememi nde mokimo ba ezwi oyo ebale tikali nde nzambe atikali nango. Ni nani mwenye kuwa na uwezo kuchingiza khazana ya Allah? Qui parmi nous pour dire que nzambe azopesa ngai te iko saa nyonea nani? Mungu yuko pale, sharti yake tu kamilisha. Nabii Muhammad ametuonesha namna gani sasa mtu atafanya dua. Tusitoki ba raison, ngongo ezali muke eza 10, topatika ka 4. Alakisi biso okosambela ndenge nini? Yaqul Rasul sallallahu alayhi wasallam, id'u Allah wa antum muqinuna bil ijabati wa'lamu anna Allah la yastajibu du'an min qalbin ghafilin lahu. Invoquez Allah tout en état convaincu de la réponse, de l'exaucement. Sachez qu'Allah ne répond jamais à une invocation émanant d'un cœur indifférent et distrait. Ukimwomba Mwenyezi Mungu unajikuta mimi shina kilonda hata moja kuiine.
nazana pota ata moko na kwa mina oyo seke ngai fo nzambe na mawana ye apesa nga biyano. Sasa mimi shina kilonda kui ine mwalimu hataya mimi shiko ndani kwa huruma ya Allah nitapata majibu yako, kwa sababu Mwenyezi Mungu atakamilisha ahadi yake. Mtume apatia sharti ya kwanza, wakati wa Mwenyezi Mungu hapana kukuwa na dute na hapana kukuwa distrait. Toza awa boye mtu akwambia twende kwenda mbie kusoko, asema ongani fe dua mbio, Mungu nimalize nyumba yangu, amina twende. Mungu dua vile Mungu akataa. Vous parlez avec votre oncle, comment se fait-il que vous voulez faire une invocation auprès d'Allah? Vous n'êtes même pas concentré, vous êtes là, et voilà, on va 5 secondes et tout. Et Mwenyezi Mungu nyumba yangu ya Aisha, unibariki Aisha, amina. Twende basi. Kisha Mungu anijibu, atakujibu kwa njia wasumana muyomba na nani? Ou ne faites pas les doigts. Wende kama hizi biako, ufanye dua unatulia. Muislamu akafanya dua mfano yake kasama kifilma, mfano yake kama ni samaki ndani ya maji anatulia, ukimtosha nje ya maji anakosa amani. Sasa wakati tunafanya dua tulia, Mwenyezi Mungu, nimekuomba kwa tukufu yako na uwezo wako ya Rabbi, unijalie nimalize nyumba yangu. Shina uwezo ya Rabbi, uwezo ni kutoka kwako ya Rabbi, unifungulie riziki. Unatulia kudua, mbangu te, pour nous les chers, Mungu akwambia unifanyie dua, tumpigie tu kwa binafsi pale falaki twende kwa Bwana. Tulia kudua ya mtu akakuomba, tulia. Na wewe pia ukaomba dua, tulia. Ikiwa hautulie, wallahi ala ajibu. Ndio mtu asema. Mzam profeta lobi nzamba ko pesa ka jamais biano ya bongo ba dua moko neti. Eloko moko solite na noko na o bien na papa leki na koko, même devant une autorité mondaine, même mkubwa mwa ya dunia, unamwambia tu mzee nimalizia nyumba mimi naenda. Hata majunun, wewe ni bazimu, utasimama na adabu yote, mheshimiwa, basi mimi nahitaji nimalizie nyumba kama itawezekana. Unamwambia na adabu na sauti nzuri. Lakini yule mwenye aliumba ule mkubwa ule, unamwambia dua moja 4 secondes, Mwenyezi Mungu nibasie nimalize nyumba yangu, batoto sipaswa wafukuza, alhamdulillah, twende bwana. Astaghfirullah. Vous faites quoi? C'est de l'aventure ou c'est des doigts? Et vous voulez que vous soyez exaucé na maombi ya kidaka vile. Tuapenda tujibiwe na madua moja sema aventure, permettez-moi le terme, hatutusi. Lakini ce sont nos actes nous les musulmans tunafanya vitu hivi. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam atuambia, yustajabu li ahadikum man lam ya'jal fayaqul qad da'awtu rabbi falam yastajib li. Astaghfirullah. Le prophète nous dit, vous serez exaucés. Tout ajibiliwa madua yetu tant qu'on ne se presse pas. Kama hatuyapupia kwa kusema qad da'awtu rabbi falam yastajib li. Lorsque nous disons seulement nishakaomba shipatake yangu maombi, hata dua ilikuwa hapo, Mungu anyang'anya, hautapataka paka kufa paka utengia mwana ndani. Tuache kauli mbaya kusema mbona mtalobi kenana na kuna Sheikh Saluma sasa ilano dua nzamba akifungula ozo musala ye mwenyewe kwanza hana kazi njoo meta ifanyia midua wasema mtu asema vile. Ya pili mtu akurudishia bashe bote hapa besha nifanyia dua Mambasa na nifanyia dua basi yaya kitu itakamata nishaomba shipatake dua wallahi hautapata tena jibu. Njoo hii ni maneno ya Nabii Muhammad. Komeka kofungula mbanga na ote oloba ete, permettez-moi le terme, c'est pas le site. Komeka kofungula munoko na ote oloba ete, nasi na sengie nazwaka bianote. Mutu wa alobi maloba ya bongo, prophète alobi ata réponse na ezaki likolo ya mutu na nzamba botoli, okozwa rappel ici sute. Muslim hapana kukata tamaa kudua yako. Qad da'awtu falam yastajib li. J'ai ainsi adoré Allah. J'ai longtemps imploré Allah. Il m'a jamais exaucé et tu ne seras jamais exaucé. Mungu atupishe mbali kauli mbaya hii, Allahumma amin. Subira ni ya muhimu jamani. Tena yule Muhammad ametuambia thalatha da'awatin, dua ya watu tatu mustajabatin la shakka fihinna. 3 prières seront obligatoirement exaucées sans le moindre doute. Kuna dua tatu haikuwa na pazia bila ubishi hata moya. Ezalo sambo misato nzamba tsana mukili. Ezala kana limite te, ezala na frontière te hata moko. Ya kwanza da'watul walid. Dua ya baba kwa mtoto haina pazia.
يقول رسول صلى الله عليه وسلم دعاء الوالد لولده كدعاء النبي لأمته. La prière d'un papa envers son fils ou sa fille est équivalent à la prière d'un prophète pour sa communauté. Ce qui papa na yo asaleli yo dua nzambe pambola mwana nanga eza lokola prophète Muhammad nde asaleli yo. Prophète alobi dua ya papa na ono yanga eza na même valeur. Bale bani bangai na bahati ya babazazi yao bangali hai mwanaume wallahi ushitese kwenda baba yako. Mtume batufundisha mashebote ya dunia bakakusa nafasi moja bakufanyia dua. Mwenyezi Mungu shimu ya bwana huyu ilete dhahabu. Alhamdulillah ala kwa huruma yake atakubali alhamdulillah. Lakini baba yako yeye mwenyewe plus de milliards de shekels yeye asema tu Mungu umbariki ya baba yako kuzito kupita ya milliards de shekels. Dua ulwalidi liwaladihi kadua innabii ummatihi. Lo sambo ya papa pona mwana na yeye eza na frontière te, eza lokolo sambo ya prophète pona communauté na pona biso. Sasa ukakuwa na baba yako alhamdulillah ungai na fungula ya janna, fungula ya dua yako. Shehe ulifanyia dua ndio lakini huti kwa baba yako. Papa maisha na kangala. Na hata choma ubani, hata soma sama Yasin, kauli yake ni dua. Anasema tu Mwenyezi Mungu umubariki mtoto yangu. Inaishi ile kumbariki inapita madua yote ya mashebote ya dunia bidalili qawlihi subhanahu qawlihi nabiyina sallallahu alaihi wasallam adua ulwalidi liwaladihi kadua innabii li ummatihi. Dalili ni mtume ndio anasema dua ya baba yako iko na thamani mfano ya dua yangu mtume juu yenu. Ni nani mwenye dua yake ndio na mtume? Mtume ni kun fayakun. Siki baba kwa mtoto ni kun fayakun. Sasa mwenye angaina bahati na baba yake uende akufanyie dua wallahi utajibiliwa. Ala awarehemu wetu walioshatangulia Allahumma amin. Ya pili duaul musafir. Dua ya yule mwenye anasafiri, un voyageur en détresse. Sa prière n'a pas de frontières. Mutauti beni azokende aru. Akomi awa baibele biloko. Ube baibele ete. So azana mosquée, wewe mgeni mfikiri karibu unifanyie kwa dua. Lakini leo mtu akumkimbia mgenjwa atamwomba falanga. Kukosa kujua dini. Mgeni mtu anasema dua yake haina pazia. Mgeni kumsikiti na kumwambia baba unifanyie dua. Anaambia Mwenyezi Mungu mbariki. Wallahi haina pazia. Lakini nasikia mgeni kwa siku 3 hakuna muonyesha akamuuliza hata habari. Iko ogopa akamuuliza habari atamwambia shida yake. Ndio anahepa. Ila aina nadhabu. Tozoke ndio watu bandi kwa mzima. Plus yango dua na yako nzima maokimi pona kobanga kobimisa 1000 francs. Okose na 1000 francs. Vombi na kwa pene na yete. Epu nenda kunyumba huku busiku mzima kiamu laini. Mungu unipe. Sia ula kwambia uende kule mgeni akuombee dua. Dua ulmusafir la hijaba bainahu wa baina rabbih. Dua ya mwenye kusafiri haina pazia jameni. Kwa nini tumekimbisha baraka? Kwa sababu ya kuogopa kuleta 5 kilo ya mchele. Kwa mtu ndio unahepa. Astaghfirullah. Ya tatu dua ulmadhlum. Dua ya yule mwenye anadhulumiwa haina pazia kati yake na Mwenyezi Mungu. Ataiko mvuta bangi, ataiko kafir, ataiko nani. Usalisi mtu musala, sima ya kusala musala, futa ngambongo. Kende ko funda ngapa sango lingi, justice ya buni za na poshi nanga. Pe ya solo ufunzie paso lingi ba ukanga ete. Mtu ana solo bibo nzambe unalaaniwa. Pale pale Mungu akubali. Ata mkula ngulube akasema tu Mungu pale Mungu akubali. Dua ulmadhlum la hijaba bainahu wa baina rabbih. Dua ya mwenye kudhulumiwa haina pazia. Ogopa machozi ya mtu itoke kwa sababu yako. Banga pizoli ya mtu yebi mabona yo. Soki atse mtu na se barrière ezate même si aza musulman te ekobeta yo. Tuogope kululishana, tuogope kudhulumiana. Haki ya mtu mpe mtu haki yake. Akawa nayo ana umkabilishie haki yake. Ukisema mie njo niko na relation, mie njo niko na franga, mie njo niko na nguvu, mie njo mtoto ya mwingine, utanibeba wapi? Kili machozi yake. Allah jalla jalaluhu atakuangalia upende usipopenda tena kumecho mbaya. Allah tusamee. Tuache tabia ya kudhulumiana kwa sababu dua ya wale watu haina pazia. Allah tukubalie. Allahumma amin. Tumemalizia na hii maneno. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulikuwa siku mtu alikia kumuona. Anawaambia ya Rasulullah, kaifa aqulu hina as'alu rabbi? Quoi dirais-je quand je vais adorer ou implorer mon Seigneur? Prophète, tant na ngina sambela nasala dua ya ndengeni. Sikia afdalul duai. Dua nzuri kupita madua yote ya dunia.
يقول رسول صلى الله عليه وسلم إذا تريد أن تسأل ربك ukipenda kumulomba Mungu yako faqul sema Allahumma atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar fa inna haula'i tajma'u laka dunyaka wa akhiratak. Ukipenda kumwomba Mwenyezi Mungu dua nzuri zaidi ya yote, sema Mwenyezi Mungu, nimekuomba unipatie kila ya mzuri duniani na akhera unipatie, na uniepushie balaa ya moto na akhera unipatie mzuri. Fa inna haula'i tajma'u laka dunyaka wa akhirataka, hakika maneno tatu inakusanya dunia yako mzima na akhera yako mzima. Makamisa tu oyo erasamne mukili mobimba. Mutu oyo azana posa ya kubota atina fi dunia izakata kubota. Mutu azana posa ya musala atina fi dunia izakata musala. Mutu azana posa mwana azala hafiz atina fi dunia izakata musala. Mutu azana posa firdaus atina fil akhirah izakata firdaus. Mutu azana maso yoko linga izama bamisa tu oyo. Hii ni dua yenye Mungu anampatia Mtume Muhammad ndani ya Qur'an. Ukiomba dua yako yote hata ya inerdita, hapana kuacha Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Mambo tatu inakamata mambo yote ya dunia. Ukiniita nikufanyie dua kwako, nafika nasoma kula binasi falaki ikhlas, nasoma Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, namaliza dua ushinite frapper. Hii ni nasema inakamata mambo yote yenye wewe uko na uba. Allah atuwezese, Allahumma amin. Oyo nde dua nyoso kozanga yangote bandeko na ngai musulman. Que tous ceux qui m'écoutent transmettent ce message à d'autres. Wowote mwenye kusikia afikishie mtu mwingine ya kwamba kama Mungu atujibu, sio Mungu tabia yetu ine tunasikia kule mimi niko na 2, kuna bengine biko na 4, atakujibu kwanza yeye. Na bengine biko na 10, utajibiliwa yeye. Et c'est là à d'autres encore. Na ule pia afikishie Muislamu mwingine et que les derniers puissent mieux nous comprendre que vous qui nous écoutez directement. Wa mwisho afahamu mzuri kupita nini wanyama kwa hapa. Unamfikisha mtu mambo kule kutuambia Mungu asema tumuombe atajibu. Lakini hatupatake majibu, sio Mungu, ni sie. Sababu ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4 inabakia 6. Lakini kwa ile 4 niko na 2, sitajibiwaka. Kwa ile 4 niko na 1, sitajibiwaka. Kwa ile 4 niko na 4 njo bala. Allah atusaidie tugeushi tabia yetu, tushikune wa kilonda hii, Allahumma amin. Na wa mwisho afahamu vizuri kupita wewe mwenyewe uko hapa. Sois témoin, oh Allah, Allah shahidi, le peu de connaissances que nous détenons et les partageons avec nos frères et sœurs de Taqwa. Nzambe zala témoin, ndambu oto yebi, to komiseri bandeko na biso ya Taqwa. Oyo akolanda makambu oyo, alhamdulillah. Mayuridu ay yakuna kal hayawan falyakun, wa mayuridu ay yakuna kal insan falyakun, wa mayuridu ay yakuna kal malaika falyakun. Yule mwenye anapenda kukua kama mtu anasikia mambo yanabadilika akuwe. Yule mwenye anapenda kukua kama nyama anasikia anatupia mkongo akuwe. Yule mwenye anapenda kukua kama malaika kutafuta kuachana madhambi yote akuwe. Sachez que un jour vous retournerez vers Allah et vous répondrez compte de vos actes. Tuyue ya kwamba kuna siku tutakufa, tutafufuka, tutarudia pia kwa Allah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارحم الخلفاء الراشدين منهم أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب رحم الله وجهه. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. ربي اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات الأحياء والأموات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، اللهم ارزقنا عند الموت شهادة، اللهم ارزقنا بعد الموت جنة الفردوس. اللهم ربنا إننا نسألك حسن الخاتمة، اللهم ربنا إننا نسألك حسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.